unatakiwa uweke katika akili yako kwamba Allah hanywi, halali, hasinzi. Maana yake hana sifa ya ubinadamu. Kama angepumzika, huko ni kutafuta mwanya wa kumwambatanisha Allah na viumbe ambao ni wadhaifu, kwa maana wanadamu, wanyama na majini, kwa sababu hivi vinawasifu wa kula, kunywa, kuchoka na kupumzika. Kwa katika fikra ya kitauhidi, Allah hakupumzika bali alitawalia, aliendelea kuwa mtawala na mfalme katika utawala wake, huku akiwa anaendelea na shughuli zake za kiumungu. Lakini hakuishia kuumba mbingu na ardhi peke yake, hasha wakala. Aliumba jua na mwezi, akaziumba nyota. Hivi ni viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hakuishia kuviumba tu akaviacha hivyo hivyo. Musakharati bi amrihi, akawa ni mwenye kuvitiisha juu ya amri yake, kwa maana vyenyewe automatic vinatembea katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, havimwasi Allah. Allah aliumba jua likatoka mashariki kwenda magharibi, linafanya hivyo hivyo, liko kwenye mzunguko wake. Ikitokea, na ni moja dalili kubwa za kiyama kwa mujibu wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likitoka magharibi kwenda mashariki, tafasiri yake hiko ni kiyama. Kwa hiyo Allah amevitiisha viumbe hivyo, jua na mwezi na nyota, vinatembea katika mzunguko ambao Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekwisha kukadiria katika makadirio ya hivyo viumbe, kama ambavyo sisi wenyewe Allah ametukadiria, ila katika machaguo kadari ziko vile vile, lakini akatuhiarisha juu ya mambo mawili. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Allah ametupa njia mbili tu, baada ya kuwa makadirio yameweka vile vile. Allah alikadiria utaishi miaka 20, haukwepi. Ndani ya hiyo miaka 20 sasa inategemeana wewe utafanya nini. Utamridhisha Allah au utamghadhibisha Allah ndani ya hiyo miaka 20. Allah alikadiria wewe katika mgongo wa ardhi utaishi miaka 100. Shekhe, haupungui kwamba kwa sababu umefika 50 wacha nifariki. Hakuna kitu kama hiyo. Au labda kuna extra time kwamba baada ya miaka 100 imeisha aliandika Allah kwamba tayari unaongeza 100 nyingine. Hakuna kitu kama hiyo. Idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakhirun. Inapofika ajali ya kiumbe chochote, hakuna kutangulia muda wala hakuna kupungua muda. Hivyo ndivyo Allah alivyokwisha andika, kwamba kwa sababu kama ilivyo sasa hivi tunaona ujanja unaweza kufanyika kwa wafanyakazi wa serikali. Wamesema kustaafu ni miaka 60. Yeye akaona hii 60 mimi nishatumikia miaka 40. Anao uwezo wa kufanya ujanja, akaenda mahakamani akaapa kiapo cha kwamba miaka ilikuwa sio. Kwa hiyo miaka kustaafu imetimilia. Kiapo kile kikakubalika na akastaafu kabla muda ule husika. Kwenye kufa hakuna kitu kama hicho. Allah alikadiria 100 ni 100. Alikadiria 50. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakukubali nyongeza muda wa aina yoyote, kwa saa pindi ilipokuwa muda wa kufariki umefikia, malaika al-maut anazengea, Jibril alikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, anakujia malaika al-maut, lakini Allah anakupatia uchague, bado na hamu ya kuishi ongezewe muda au vipi? Mtume akasema bila aliyokadiria Allah kwangu ndio libaki kwa vile vile, kwa maana muda wa kufa umefika, inabidi nifanyeje? Nife. Wewe ni nani? Ikiwa kiumbe mtukufu kama huyo hakukubali ziada ya muda, aliona imetosha, wacha nirejelee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni nani? Ala fahamuni lahul khalq
Kuumba ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yakhluqu man yasha. Allah anaumba vile anavyotaka, sivyo tunavyotaka. Ndipo pale unashangaa kesi zinakuwa nyingi kwa wanandoa. Mke wangu anazaa